Kwa hiyo ndugu waandishi, kama nilivyosema, mimi hapa ni Profesa Anna Tibaijuka Mlezi. Kitu cha kwanza nafurahi sana kwamba kwa mara ya tatu tena tunakutana hapa katika safari nzima ya kuangalia utamaduni wetu, kuendeleza utamaduni na vipaji, lakini pia na maendeleo ya biashara, yani ya uchumi hali halisi, maendeleo ya jamii ya vijana wanaotoka Buhaya, lakini Tanzania kwa ujumla. Sasa madhumuni na malengo ya Buhaya Festival Group, wengi sio wageni, ila leo kama alivyosema mwenyekiti wetu hapa Bwana Kazaura, ni kwamba kuna hamasa imekuwa kubwa na tunafurahi kwamba matamasha mengine yanaandaliwa. Kwa hiyo hapa kuna Enyungu ya Buhaya ambayo wawakilishi wake wako hapa na wenyewe nitawapa nafasi ya kuongea. Lakini sasa kabla sijafanya hivyo, niseme tu madhumuni ya kazi zote hizi ni ustawi wa jamii, ni maendeleo ya watu. Buhaya imaanishi Bukoba. Buhaya inamaanisha Karagwe, Buhaya inamaanisha Ngara, Busubi, Buhaya inakwenda Uzinza, Buhaya inakwenda Ukerewe, Buhaya inakwenda Ukara. Ni eneo kubwa sana katika tamasha letu la mwaka 24 tulionyesha kwamba tulikuwa na andiko lilionyesha kwamba ni eneo kubwa sana lililokuwepo kabla ya mkoloni kuingia hapa. Wenzetu wa Enyungu ya Buhaya walipoanza na wenyewe ikaonekana kwamba hiki kitu ni kimoja, hiki kitu kinatakiwa wananchi wakielewe asilia yake. Wasifikirie mtu anaweza kafikiria kwamba tamasha la Buhaya Festival limeshaisha, kumbe limeanza la kwanza mtangulizi ambayo ni Enyungu ya Buhaya. Utasikia kwamba tunajaribu kurekebisha lugha kusudi kupunguza migongano au watu kufikiria kwamba labda haya matamasha ni kitu kimoja, tumeungana. Tunapojiandaa sasa kwenye tamasha la Buhaya Festival la mwaka 2026, sababu azima ya Buhaya Festival Group ni kuwa na tamasha la kila mwaka. Yani hii ni kama vile tulivyokuwa na Sabasaba yetu ya kila mwaka. Wengine tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka nimekuwa mzee, Sabasaba ipo na Buhaya Festival itakuwepo inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia. Watu wategemee nini? Wategemee seminar, wategemee wafanyabiashara kuonyesha maonyesho ya biashara na kazi za mikono, wategemee kuona vyakula lishe vizuri. Enyungu za Buhaya ndio hizo, na vionjo vitakuwa vimeshapatikana kwa watangulizi, lakini pia vinaendelea. Mimi sitaki kusema mengi sana, nataka kusema kwamba tunacholenga ni maendeleo ya Buhaya. Buhaya Festival Group pia sio tukio, ni taasisi, ni chombo kilichosajiliwa, kimesajiliwa kama kikundi cha kijamii cha huduma ndogo za fedha. Kwa hiyo ni chombo cha ukombozi, yani kwa hiyo ni chombo cha fedha, na mnapenda kuviita kama misri ya SACCOS, lakini ni kwamba ni kikundi ambacho kinaweka nguvu pamoja kujiendeleza kama wana Buhaya, na hasa kikilenga vijana. Tuwe na mfuko wa kuweza kuwasaidia vijana kufanya kazi zao. Tunaanza na watu kujisajili. Kwa hiyo tunakaribisha wanachama. Kwa hiyo wanachama, unaweza ukajiunga na wanachama. Fomu mnayo, mtaipata hapo, iko mbele yenu. Na katiba ya kikundi hiki inafungua kikundi hiki kwa diaspora. Kwa hiyo watu watakuwa na matawi yao kule walipo. Kwa hiyo kama tunavyoanza na Enyungu ya Buhaya hapa mwezi wa 8 kwa watu wa Dar es Salaam, kabla tujaenda kwenye tukio lenyewe la tarehe 24 Oktoba, ambapo tunatarajia kufanya tarehe 24 Oktoba, tunategemea kusikia na watu wa Morogoro, ili tulisema 24 sasa ndio tunakuta kwenye utekelezaji. Kwa majina, mimi naitwa MC Dr. Mtawala, ni msemaji wa tamasha la Enyungu ya Buhaya 2026. Tamasha hilo linawaleta wadau wa asili pamoja. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kutoa taarifa rasmi kwa umma kwamba tamasha hili ni kweli litakuwepo, ambalo linaandaliwa na Enyungu ya Buhaya, na nia na madhumuni ni kuwaleta wadau wote wanaopenda asili, wanaopenda maendeleo ya jamii zao, kama Profesa Anna alivyotangulia kusema, lakini vile vile kukumbushana masuala muhimu, masuala ya kula chakula cha asili, lakini kulinda na kutunza utamaduni wetu,
tutatumia hii platform ya tamasha la Enyungu ya Buhaya kuhakikisha tunaendelea kujenga jamii, tunawajenga vijana, tunawaleta wazee pamoja na vijana, na hii ndio dhumuni zaidi. Na tunasema kwamba tarehe mosi tutaanza Dar es Salaam, lakini zitakuwa ni movement za nchi nzima. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.